Mtazamaji wangu, ninaitwa mchungaji Lemareka Kibasisi katika TV hii inayoitwa Olaji Lema TV. Kumbuka kusubscribe au kujiunga au kubonyeza ile like, yani kuipenda, au kubonyeza kengele ili ikutaarifu kila wakati unapotaka kupata masomo haya yakiingia tayari wewe unaona moja kwa moja, au unapewa ishara kwamba tayari somo lingine limeingia, somo jipya, ili na wewe uweze kubarikiwa na vipindi hivi. Bado tupo kwenye kitabu cha Mwanzo. Kitabu cha Mwanzo ndio mwanzo wa injili ya Biblia iliyoota mabawa, ili na sisi tuweze kupata kushiriki mibaraka ambayo Mungu alikusudia katika kitabu cha Mwanzo. Tuombe. Mungu Mwenyezi, wema wako ni mkuu. Umepatia nafasi nyingine na fursa ya kutazama na kusikiliza neno la uzima, ili Mungu wetu tupate kubarikiwa, tuweze kubarikiwa na kila kitabu cha Biblia. Kusudi ulioweka kwa ajili ya kitabu hicho, na watu wako wanaotazama na kusikiliza wakabarikiwe. Naomba na kuamini kwa jina la Yesu Mwokozi. Amina. Nimeamua kutangaza vipindi hivi katika mazingira ya asili kwa sababu tunaongelea habari ya mianzo na habari ya uumbaji, viumbe. Kwa hiyo usishangae ukisikia ndege, usishangae ukiona miti, usishangae ukiona kila kitu unachokiona. Nimeamua vipindi hivi vitoe katika mazingira ya asili. Kitabu cha Mwanzo ni kitabu chenye matukio makuu manne na wazee mashuhuri wanne. Matukio makuu manne na wazee mashuhuri wanne. Halafu nikwambie tu kwamba kwa kifupi, kitabu cha Mwanzo kinahusu somo kuu la haki patikanayo kwa njia ya imani ya Mungu muumbaji. Mungu muumbaji, ni kwa sababu ya kazi yake ya uumbaji viumbe vyote vinamtukuza. Hebu sikiliza huu wimbo kabla ya kuendelea. Viumbe vyote vya mfalme, njoo tumsifu kwa nyimbo. Haleluya, haleluya. Tazama miale ya jua ya rangi ya kupendeza. Basi pendwa mtazamaji wangu, viumbe vyote vinamsifu Mungu. Kitabu cha Mwanzo kimetuhakikishia hilo. Utaona mfumo wa makerubi kama nilivyoelezea siku za awali. Mfumo ule wa makerubi ni mfumo wa kwaya, ni mfumo wa ulinzi wa bustani. Lakini kumbuka, bustani ni hekalu la Mungu la duniani, mahali pa kupumzikia, ni mahali pa ibada ambapo Adamu na Hawa walimtukuza Mungu na kumtumikia. Na ile system ya makerubi iliyowekwa na Mungu ndio system inayomwimbia Mungu na kumtukuza. Kwa mfano, yule kerubi mwenye sura ya simba anatuonyesha kwamba Mungu ndiye mfalme wa viumbe vyote vya mwitu. Yule kerubi mwenye sura ya ndama anatuonyesha kwamba Mungu ndiye mfalme wa wanyama wote wa kufugwa. Yule mwenye sura ya wanadamu anaonyesha kwamba Mungu ndiye mfalme wa jamii ya wanadamu. Yule mwenye sura ya tai anaonyesha kwamba Mungu ndiye mfalme wa ndege wote na samaki wote wa baharini. Bwana asifiwe sana. Lakini pia ndiye mfalme wa mbinguni, maana yeye amepumzika.
Kwa hiyo tunaona kitabu cha Mwanzo ni kitabu kinachosisitiza juu ya fundisho la haki patikanayo kwa njia ya imani ya Mungu muumbaji. Ni haki patikanayo kwa njia ya Mungu aliye muumbaji. Kwa mfano, kitabu cha Mwanzo kimegawanyika sehemu kuu mbili. Hizo sehemu zinaitwa historia ya mataifa yote au mwanzo wa mataifa yote. Ni matukio makuu manne yanayohusu mataifa yote. Lakini kuna sehemu ya pili inayoitwa mwanzo wa taifa la Israeli. Mwanzo wa taifa la Israeli. Na katika mwanzo wa taifa la Israeli tunaona wazee mashuhuri wanne ambao ni kielelezo cha uwezo wa Mungu kuasisi taifa la Israeli kwa njia ya wazee wa imani. Kwa hiyo matukio makuu manne. Kuna matukio makuu manne yanayoonyesha uwezo wa Mungu na nafasi ya Mungu ili kuinua jamii ya wanadamu walioanguka. Ni kama yametokea kama majanga, yametokea, lakini Mungu aliingilia kati. Na Mungu anapoingilia kati, anawaokoa watu wake na wao wanamtukuza, kama huo wimbo uliotangulia. Kwa hiyo kitu cha kwanza, janga lilokuwepo duniani ni kwamba wanadamu hawajaumbwa. Dunia ilikuwa ukiwa, dunia ilikuwa utupu, tena ukiwa. Kwa hiyo dunia ilikuwa ina hali ya upweke, dunia ilikuwa haijachangamka. Wakati dunia inapoumbwa ilikuwa katika hali mbaya sana, hali tete. Lakini Roho wa Mungu akatulia juu ya vilindi vya maji. Tunajua kazi ya Mungu ya uumbaji inaanza. Anapoongelea habari ya Roho wa Mungu, anatangaza kwanza, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Kwa hiyo tunaona tukio la kwanza ni uumbaji. Tukio la pili ni uumbaji kutoka katika hali ya ukiwa na kufanya dunia ijawe na watu. Tukio la pili kubwa ni anguko la wanadamu dhambini. Wanadamu wanapoanguka dhambini, pendwa mtazamaji wangu, kunradhi kwa kile kilichotokea. Wanadamu wanapoanguka dhambini, Mungu anaonekana pale, anaingilia kati tena, ni janga lingine. Mungu anakuwa mkombozi. Tunaona kafara, uumbaji ilikuwa Mungu analeta pumziko, na pumziko ni kuhesabiwa haki kwa imani katika pumziko la Mungu muumbaji. Ile kitendo cha Mungu kupumzika, tunapata fundisho la haki kwa imani, kama vile Waebrania sura ya 4 inavyotuambia kwamba tunaingia katika furaha ya muumbaji, tunaingia katika raha, tunaingia katika pumziko, na tunaendelea kufurahia hiyo pumziko tunapoendelea kumruhusu Mungu awe mtawala wetu na Bwana wetu. Lakini tukio kuu la pili lililotokea ni anguko dhambini. Mwanadamu alipodanganywa na nyoka, wakashindwa kutawala dunia, na nyoka akateka dunia hii akiwa mjumbe wa shetani. Lakini tunaona Mungu anaingilia kati kupitia mpango wa ukombozi, kafara ya kondoo na vazi la ngozi ya kondoo. Linaonyesha kwamba wanadamu wanahitaji kupewa haki kwa imani katika damu ya Masihi atakayekuja, damu ya Yesu Kristo ambaye ni Masihi wa Mungu. Yule kondoo alikuwa anawakilisha Masihi atakayekuja kufa na kuokoa ulimwengu. Ndio yule mtoto ambaye anaitwa uzao wa mwanamke. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kulikuwa na janga la anguko dhambini, lakini Mungu akaweka mpango kwa ajili ya wokovu. Lakini kuna tukio kuu la tatu ambalo hiyo inaitwa gharika ya Nuhu. Kwa sababu ya uasi wa wanadamu walileta hatari duniani. Walipovuka mipaka, walipovunja zile sheria, Mungu akaruhusu sheria za asili nazo ziharibike. Bahari iliyowekewa mipaka ikavunja nafasi yake, ikavamia jamii, kwa sababu wanadamu nao walikuwa kila mwenye mwili amejiharibia njia yake duniani. Na ile gharika ya Nuhu ikasababishwa na dhambi za wanadamu. Maji yaliyokuwa juu angani kule yakaachiliwa, na visima vilivyo ndani ya ardhi vikaachiliwa, na dunia yote ikagharikishwa. Kwa hiyo tunaona hapo katika tukio hilo kuu la gharika ya Nuhu, Mungu anaingilia kati, anakuwa ni mwokozi ili kuwaokoa wanadamu wachache waliobakia, waliohifadhiwa katika safina ya Nuhu. Kwa hiyo Mungu ni mwokozi na kuishi haki kwa imani. Nuhu alihesabiwa haki kwa imani kwa sababu alikuwa ni mzee anayemwamini Mungu. Bwana asifiwe sana. Lakini tukio kuu la 4 linaloonyesha kuendelea kuanguka kwa mwanadamu ni tukio la mnara wa Babeli. Ule mnara wa Babeli
ni wanadamu pale gharika ilipokuwa imegarikisha nchi, waliotoka nje ya safina wakarudi tena kwenye maanguko ya dhambi tena, wakaona kwamba hawana imani na huyu Mungu. Mungu atabiriki, anaweza kaleta gharika tena ikatuangamiza. Kwa hiyo tufanyeje? Na wakawa wanakumbuka ule mlima wa kale, mlima wa nyumba ya Mungu, mlima wa sala, na wakasema tutengenezee mlima inayo safiri kwenda angani, tujenge mlima ufike kule angani, ili gharika ikija tena usiweze kuchukuliwa. Na hilo tukio hilo Mungu akaingilia kati. Walikuwa wanajenga mnara ambao kilele chake chafika mbinguni, lakini Mungu akaingilia kati, akawa ni hakimu, na akawaonyesha wanadamu ya kwamba haiwezekani kujiokoa kwa matendo yenu binafsi, ila tutaokolewa tu kwa matendo ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu ni hakimu, na akaonyesha kwamba kupaa mbinguni na kupewa jina lidumulo ni kutukuzwa kwa haki kwa imani, sio matendo ya binadamu. Kwa hiyo binadamu walikuwa wanatoroka kifo, walikuwa wanatoroka gharika, walikuwa wanatoroka kwa namna hiyo, walikuwa wanatoroka kifo, lakini Mungu akawaonyesha kwamba matukio haya makuu manne ni uasi wa binadamu. Sasa naomba unisikilize vizuri. Haya matukio yanapata mwangwi katika sehemu ya pili ya Mwanzo, ambayo inaonyesha wazee mashuhuri wanne. Bwana asifiwe sana. Kwa mfano, hawa wazee wakuu wanne wanaonyesha mpango wa Mungu kwa taifa la Israeli ni kwa ajili ya kuokoa dunia. Kwa mfano, mzee wa kwanza anaitwa Ibrahim, maana yake baba wa mataifa. Yeye ni shujaa wa imani ya Mungu muumbaji, na hivyo yeye akawa ni shujaa wa haki ipatikanayo kwa njia ya imani. Bwana asifiwe sana. Tunaweza tukaona baadaye Isaka, huyu yeye akawa ni anaonyesha Mungu aliye mkombozi. Mungu aliye mkombozi. Yeye ni shujaa wa imani ya Mungu mkombozi, anaitwa mwana wa ahadi ya neema ajaye. Isaka manake kicheko. Ni baada ya anguko la wanadamu, wanahitaji mpango wa ukombozi utekeleze kazi yake, na tunaona Isaka anatolewa kama sadaka juu ya mlima, ishara ya yule mtoto ambaye atakufa katika Mwanzo 3:15, ambaye atarejesha dunia katika ufalme wa Mungu kwa njia ya ukombozi. Bwana asifiwe sana. Lakini Israeli, tunaona Israeli yeye ni shujaa wa maji, kwa sababu Israeli alibatizwa katika mto wa Yordani, shujaa wa maji kwa imani ya Mungu Mwokozi, akionyesha kwamba kubadilika kwa kuzaliwa upya ni kupitia maji mengi na kurejeshwa mahusiano mema ya kijamii. Huyu ni shujaa wa lile tukio la pili la gharika ya Nuhu. Nuhu na familia yake walibatizwa wakiwa ndani ya safina, lakini ilibidi Israeli abatizwe katika mto ili kuonyesha kwamba yeye ni shujaa wa imani ya Mungu aliye Mwokozi. Na hatimaye yule mzee wa nne ni Yusufu. Huyu Yusufu yeye ni shujaa wa nyota kwa imani ya Mungu aliye hakimu, na akaonyesha ya kwamba yeye atang'aa kama nyota, atakuwa mtawala. Akaonyesha kwamba kuzaliwa kwa moto na kutukuzwa ni kutembea na Mungu katika utii kamili, ni kutembea na Mungu katika utii kamili. Kwa hiyo Yusufu akawa ni kielelezo cha utii. Bwana asifiwe sana. Tunaona Yusufu pale anakuwa muota ndoto, na ndugu zake wanasema mwenye ndoto, lakini Mungu alimpendelea, alimuinua juu, na akawa ni kielelezo cha kilicho kinyume na wale wa Babeli walioungana katika uovu. Hali kadhalika ndugu zake Yusufu waliungana katika uovu, lakini Yusufu akaonyesha kwamba mimi niko tofauti, mimi naungana na Mungu, siungani na jamii kutenda maasi. Kule katika mnara wa Babeli tunaona serikali za dunia zinaungana dhidi ya Mungu, lakini katika Yusufu tunaona waziri mkuu, kielelezo cha uaminifu. Yusufu alikuwa mwaminifu, akaonyesha kuwa kinyume na tabia ya Adam ya kutaka kumpindua Mungu. Yusufu alikuwa mtiifu mpaka kafungwa gerezani, akafanywa mtumwa, akafungwa gerezani, lakini Mungu akamuinua, akamfanya kuwa mtawala wa himaya ya Misri, na kufanya dunia inusurike kutokana na majanga ya wanadamu wanaojaribu kutafuta kujitawala wenyewe. Mungu akubariki tunapoendelea katika vipindi vingine. Napenda tu nikualike katika kipindi hiki kwa kuhitimisha, mpendwa mtazamaji wangu, katika wimbo mmoja wimbo unaohusu uumbaji, kwamba Mungu ni muumbaji. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Wimbo namba 9. Muumbaji mfalme
vitu vyote vyako, ni kwa ukarimu wako ninabarikiwa, ni kwa ukarimu wako ninabarikiwa. Uliyeniumba na kutegemea, sina budi kuzisifu hisani zako kuu, sina budi kuzisifu hisani zako kuu. Nipewe neema, niwe na uwezo wa kuishi kwako Bwana siku zangu zako, wa kuishi kwako Bwana siku zangu zako. Basi tuombe. Mungu Mwenyezi, vitu vyote ni vyako, muumbaji wetu. Tunahitaji kukutukuza wewe kwa sababu ulituumba, lakini tulipoanguka dhambini bado ukatukomboa kwa damu ya Yesu. Tunashukuru kwa sababu umetuokoa kutoka katika gharika ya dhambi. Umekuwa sanduku la ukombozi. Mfalme, tunashukuru kwa sababu umetuokoa kutoka katika maasi yetu yanayodiriki kutuangamiza, lakini umemtuma Yesu duniani akawa mkombozi. Kwa njia ya taifa la Israeli umetuonyesha mfano na kielezo cha mpango wako wa ukombozi, kwamba tunahitaji kuhesabiwa haki kwa imani kama mtumishi wako Ibrahimu, ya kwamba tunahitaji kupokea haki kwa imani kama mtumishi wako Isaka, ya kwamba tunahitaji kuishi haki kwa imani kama mtumishi wako Israeli, na hatimaye tunahitaji kutukuzwa katika haki kwa imani kama mtumishi wako Yusufu. Baba, katubariki na siku ya leo, katupatia amani tele. Tukumbuke kwamba somo hili la haki kwa imani ndiyo mada kuu ya Biblia. Mungu wetu, tuweze kukutukuza kwa sababu ya matendo makuu uliyotutendea, na sio kwamba tumeweza kujiokoa wenyewe kwa matendo yetu wenyewe. Baba, tunaomba mbariki mpendwa mtazamaji, ajisalimishe kwako kikamilifu ili apate kuokolewa, ili ipate kuokolewa. Kwa jina la Yesu mkombozi, amina.